anaweza, anaweza, anaweza Jehova, anaweza. Nimshukuru Mungu sana kwa neema na kibali ambacho amenipa kwa uzima nilio nao, lakini Mungu ni mwaminifu na Mungu amekuwa baraka na utukufu mkubwa sana katika maisha yangu. Ameninunulia watu wa baraka sana katika huduma hii na wito huu ambao Mungu amenipa. Sio jambo jepesi sana, lakini mkono wa Bwana uko pamoja nasi, tunamuona kitupigania na kututetea. Kwa sababu kuifanya kazi hii kama Mungu hajakununulia watu sahihi, hauwezi kufika mahali popote. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu sana pia kwa ajili ya mke wangu mpenzi Sharoni. Naye amekuwa baraka kubwa sana kwangu, akiniombea, kunitia moyo na kunifariji sana katika wito huu. Haleluya. Lakini pia nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya wachungaji, marafiki ambao wamekuwa baraka kubwa sana kwangu, na ile timu ya praise ambayo mmesikia kiunguruma hapa. Hawa ni watumishi wa Mungu. Bwana wamewapaka mafuta kwa ajili ya kunishika mkono na kunisaidia kubeba mzigo huu kuweza kuufikisha pale ambapo Bwana Yesu amekusudia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Jioni ya leo mwana wa Mungu, Bwana amekusudia kufanya jambo la baraka kwako. Kwa hiyo ukae tayari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kabla sijaendelea, naomba tuzingatie itifaki kidogo. Kama kuna wachungaji wapo katikati yetu huku, kuna watumishi wa Mungu wamekaa huku au wamekaa sehemu ambazo sio rasmi ambazo zimetengwa kwa ajili yao, wanaweza kaenda kukaa kwenye viti pale. Wachungaji kwa heshima yenu, watumishi wa Mungu kwa heshima yenu, mtu akaenda kukaa pale. Najua kuna wengine na majukumu mengi kwenye utumishi huu, lakini tunaheshimu nafasi ya mchungaji, tunaheshimu pia nafasi hapa kwa mafuta wa Bwana. Kwa kama upo, unaweza kaenda kukaa kwenye kiti cha baraka pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Bwana ametupa nafasi tena kuli hapa Manyata Nganana. Mwaka jana tulikuwa hapa, tukamwona Bwana ametusaidia na ametuvusha mara ambapo tulikuwa tumekwama, lakini na Mungu ametupa neema tena kurudi hapa na kukamilisha kile ambacho Bwana ametaka tukikamilishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Nganana ni watu wa baraka sana, ni watu ambao mna moyo wa ukarimu wa kupokea wageni. Tumekuja hapa, ametupokea kwa upendo kabisa, ametusaidia, ametuwezesha kufanya kile ambacho tulikuwa tunataka kukifanya, lakini kimekuwa rahisi sana kwa sababu ya moyo wenu wa upendo wa kukarimu wageni. Mungu awabariki sana na Mungu azidi kuinua na Bwana awatendee makuu kwa utukufu wa jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Jioni ya leo ni siku yetu ya kwanza, tunaanza mkutano huu wa siku 5 wa baraka hapa Manyata Nganana. Mungu ya kulihubiri neno lake hapa. Mungu ametupa kibali tena ya kusimama katika madhabahu hii katika huu mji wa Manyata Nganana kuzihubiri habari zake njema. Mahali popote ambapo unasikia injili ikihubiriwa, mahali popote ambapo unasikia ufalme wa Mungu ukihubiriwa, ina maana ya kwamba bado Mungu ana mpango na mwanadamu. Ina maana ya kwamba Mungu bado anafanya msako wa mtu mmoja ambaye haingia katika mfumo wake wa baraka ambaye Mungu alikuwa amemuumbia kabla ya kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu. Maana tunapita katika nyakati ngumu katika maisha yetu kwa sababu wanadamu tulimkataa Mungu, lakini bado Mungu ana upendo na sisi, lakini bado Mungu anatuwazia kwa mema, lakini bado Mungu anaendelea kututafuta aturudishe katika ile sehemu ambayo Mungu alikuwa amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Mungu hakukusudia mwanadamu afe. Mungu hakukusudia mwanadamu awe na magonjwa. Mungu hakukusudia mwanadamu awe na umaskini. Mungu hakukusudia mwanadamu afanye kila kitu kwa ugumu. Mpango wa Mungu ulikuwa ni kwamba mwanadamu aishi maisha ambayo yatakuwa ni ya furaha, yatakuwa ni ya amani, yatakuwa ni ya upenyo, yatakuwa ni ya kibali. Mara popote anapoenda asikutane na ugumu wowote, kwa sababu Mungu alikuwa amemwazia aliyokuwa mema mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu alipoumba ulimwengu huu, Mungu alipoitengeneza dunia hii, akaona hakuna kiumbe ambaye anastahili kumiliki na kutawala katika dunia hii. Hivyo Mungu akampa nafasi hiyo mwanadamu. Lakini mwanadamu akamgeuka Mungu, lakini mwanadamu akakengeuka, akaiacha njia njema ambayo Mungu alikuwa amekusudia, akaiacha mapenzi ya Mungu ambayo Mungu alikuwa amemkusudia, akatembea katika mfumo mwingine ambao ni mfumo wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama una Biblia yako, fungua kile kitabu cha Mathayo
ile sura ya 4 kitabu cha Mathayo. Utazame maneno ya Mungu hapa. Kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 4, usome ule mstari wa 16. Kitabu cha Mathayo sura ya 4, usome ule mstari wa 16. Neno la Mungu linasema hivi: watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaanza kujiuliza maswali kadhaa hapa baada ya kusikia maandiko haya, kwamba hawa watu walikiingiaje kwenye giza wakati mpango wa Mungu ulikuwa kwamba wanadamu wakae katika nuru yake. Baada ya mwanadamu kumtenda Mungu dhambi, mwanadamu akauacha mfumo wa nuru ambao Mungu alikuwa amemuumbia. Mwanadamu akaanza kutembea katika mfumo wa giza, lakini ndani ya mfumo wa giza kuna mambo mengine ambayo yalikuwa ni mabaya ndani ya mwanadamu. Katika mfumo wa giza tunaona kwamba kuna mauti, katika mfumo wa giza tunaona kwamba kuna magonjwa, kuna umaskini, kuna mateso, kuna takataka zote ambazo hazitakiwi kuwepo kwenye maisha ya mwanadamu. Lakini kwa sababu mwanadamu kwa akili zake mwenyewe aliamua kuingia kwenye mfumo huu wa giza, lakini bado ndani ya moyo wa Mungu moyo wake ukaendelea kuwaka kwa upendo kabisa kumtafuta mwanadamu, kwa sababu hakumuumbia mpango wa giza katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu alipomkataa Mungu, alikataa na mfumo wa maisha baraka. Mwanadamu alipomkataa Mungu, mwanadamu akaingia kwenye mfumo wa mauti, akaingia kwenye mfumo wa magonjwa, akaingia kwenye mfumo ambao Mungu hakumuumbia. Ndio maana Mungu halali usiku na mchana, anamwazia aliyokuwa mema mwanadamu. Nawezaje kumrudisha mwanangu atembee katika njia ambayo nilikuwa nimemuumbia tangu awali, atembee katika mapenzi ambayo nilikuwa nataka tangu awali? Lakini kwa sababu ya mwanadamu alimtenda Mungu dhambi, ndio maana mwanadamu anatembea katika giza. Bwana Yesu asifiwe. Nikisoma Biblia yangu kwenye kile kitabu cha Zaburi 49 ule mstari wa 6 na wa 7, anasema hakuna ambacho kinaweza kikalipa nafsi ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna thamani ambayo inaweza kutosha kulipa nafsi ya mwanadamu. Hakuna mifugo ambayo hata kama itakuwa ni milioni haiwezi kukomboa nafsi hata mtu mmoja. Hata kama una dhahabu umejaza jengo, hata kama una almasi umejaza kwenye andaki, hauwezi ukaziloto hizo almasi ukaikomboa nafsi ya mwanadamu, kwa sababu nafsi ya mwanadamu ina thamani sana, kwa sababu nafsi ya mwanadamu ina kitu kikubwa ambacho Mungu alikuwa ameweka. Haiwezi kufananishwa na fedha na dhahabu, haiwezi kufananishwa na mali za ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu alipokataa mpango wa Mungu, akaanza kutembea kwenye giza, na alipoanza kutembea kwenye giza, ndani ya mfumo wa giza, ndipo akaanza kukutana na mambo magumu. Haleluya. 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 Akaanza kukutana na mambo magumu. Mwanadamu akaanza kufa, mwanadamu akaanza kuugua, mwanadamu akaanza kuilima nchi kwa jasho, mwanadamu akaanza kuchomwa na miba, mwanadamu akaanza kupita nyakati ngumu katika maisha yake. Maana Mungu ni mtakatifu, yeye hapendezwi na dhambi. Kwa hiyo mwanadamu alipomtenda Mungu dhambi, Mungu aliuficha uso wake. Mwanadamu ikawa ni vigumu kuuona uso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Mwanadamu akachagua mfumo ambao Mungu hakumpangia katika maisha yake. Akaanza kutembea kwenye mfumo wa giza. Kwenye mfumo wa giza ndipo unapoanza kuona mambo magumu yanayotokea kwenye maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mpango wa Mungu sisi sio tufe. Mpango wa Mungu tuishi milele. Mpango wa Mungu tusikae na magonjwa. Mpango wa Mungu tuifurahie afya tuliyokuwa nayo. Lakini kwa sababu sisi tulifanya uasi mbele za Bwana, tulipofanya uasi tukaingia kwenye mfumo mwingine wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana.
Lakini unaposikia habari hizi njema zinahubiriwa mahali popote, nataka nikwambie mtu wa Mungu, ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu ambaye aliondoka kwenye mfumo wake akaingia kwenye mfumo mwingine. Ndio maana Mungu anapaza sauti hapa Manyata Nganana kumrudisha mtu mmoja aingie kwenye mfumo wa nuru, aseme ndio kwa Yesu, na Bwana aanze kutembea katika maisha yake, aanze kuziona baraka, aanze kuona kibali, aanze kuona neema, aanze kuona uzima, aanze kuona matunda ya Bwana yakionekana katika maisha yake. Nataka nikwambie mtu wa Manyata Nganana, Yesu yuko hapa kwa sababu ya upendo wake kwa ajili ya mtu mmoja ambaye anataka kusema ndio kwake, amuingize kwenye mfumo mpya ambao alimuumbia kabla ya kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Jesus. Na hiyo ndio mission kubwa ya Yesu, kwa sababu kulikuwa hakuna sadaka ya kulipa mwanadamu aweze kukombolewa. Lakini Yesu akaona mamlaka nilionayo mbinguni haina maana kama watoto wangu wameingizwa kwenye shimo, haina maana kama watoto wangu wameingizwa kwenye giza, haina maana kama watoto wangu wanakufa kwenye dunia. Akaamua kuivua enzi yake, akaamua kuondoa heshima yake, akaja hapa duniani akaishi kama mwanadamu. Akapitia mateso kwa mtu yule yule ambaye alimfinyanga na kumtengeneza mwenyewe. Akamchapa mijeledi, akamning'iniza msalabani, akafanyika laana sisi tuwe baraka, akafanyika maskini sisi tuwe tajiri, akafanyika aibu sisi tupate heshima. Bwana Yesu asifiwe. Na huo ndio mpango wa Yesu. Na ndio maana ukisikia mara popote tunahubiri injili, tunamtangaza Yesu na upendo wake kwako, tunamtangaza Yesu na upendo wake kwako. Pamoja na kuwa na dhambi zako nyingi, lakini bado mlango wake wa moyo wake uko wazi. Anasema njoo leo mwanangu, anasema njoo leo mwanangu. Pamoja na uovu uliokuwa nao, pamoja na dhambi uliokuwa nazo, pamoja na matendo maovu uliokuwa nayo, Bwana amekufungulia mlango jioni ya leo. Bwana anakuambia bado mwanangu nakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Tunahubiri upendo wa Yesu. Kuna wazazi ambao tupo nao kwenye ulimwengu huu, mtoto wake akimkosea anamfukuza na anafunga na mlango nyuma, wala hata kumbuka kumtafuta tena, wala hata uliza anakula nini, anaishi wapi. Kuna wazazi ambao nimekutana wana kesi ambazo ni za kijinga sana tukizisikiliza, lakini kwao zilikuwa zina maana. Kuna mwingine anasema mwanangu amekula mboga, mwanangu ameniibia, nimemfukuza nyumbani, wala sitaki mahusiano naye tena. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, wanadamu wanaweza kusema hawakutafuti tena, lakini sio Yesu. Yesu hakukatii tamaa, atakufuata mara popote ambapo upo, iwe ni kwenye magereza ya kuzimu, iwe ni kwenye mapango, iwe ni kwenye mashimo, iwe ni kwenye giza, atakufuata tu, hatakukatia tamaa. Maana moyo wake unawaka upendo, maana moyo wake unakuwazia mema, maana moyo wake hauwezi kukata tamaa kwa ajili ya dhambi ulizo nazo, kwa ajili ya uovu uliokuwa nao. Moyo wake wa upendo bado unakuita njoo, moyo wake wa upendo bado unakuita njoo. Bwana Yesu asifiwe. Jesus. Na ndio maana tunao ujasiri wa kusimama na kukueleza habari hizi njema. Kuna wengine tulikataliwa na wazazi wetu, kuna wengine tulikataliwa na ndugu zetu, kwa sababu walipotutazama walituona sisi kama mzigo tu, walipotutazama walituona kama sisi ni jaribu. Lakini Yesu alipotutazama akaona hawa watu wana kitu ndani yao. Ndio maana leo tumesimama Manyata tukilitaja jina la Bwana. Ndio maana leo tuko katika viwanja hivi tukielezea uzuri wa Bwana, tukielezea upendo wa Yesu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jesus. Upendo wa Yesu ni wa ajabu sana. Haufananishi na kitu chochote, haulinganishi na kitu chochote. Yesu upendo wake haufanani wa mume na mke. Yesu upendo wake haufanani wa mama na mtoto, kwa sababu mara pengine Biblia inasema ya kwamba wazazi wako wanaweza wakakukataa, lakini sio Yesu. Hawezi kukukataa, yeye atakukumbatia, yeye atakufuata. Kama alivyotutuma tuje Nganana hapa tuzihubiri habari zake njema kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja, kwa ajili ya nafsi moja ambayo imewekwa shimoni, imewekwa gizani, ipate kusema ndio kwa Yesu, naye aanze kufurahia mfumo wa maisha ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Uzuri wa huu mfumo wa Yesu
uzuri mfumo huu wa Yesu hakulazimishi, anakupa nafasi uchague mwenyewe. Kama ukilipenda giza sawa, lakini kama ukipenda nuru nakupa heko, kwa sababu umechagua mara sahihi. Utakuwa umechagua ambapo Bwana amekusudia mfumo wa maisha baraka. Bwana amekusudia mfumo wa neema kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Jesus. Kwenye huu mfumo wa nuru unapotembea unaona wapi unakanyaga. Kwenye mfumo wa nuru unapofanya biashara unaona matokeo kabla hujaanza kufanya, kwa sababu unatembea kwenye nuru. Ukiwa unatembea kwenye nuru hauwezi kujikwaa. Ukiwa unatembea kwenye nuru hauwezi kuingia kwenye shimo. Ukiwa unatembea kwenye nuru hauwezi kupiga kisiki, kwa sababu unaona, macho yako yanatazama. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nakupa shauri wewe mtu anganana, sema ndio kwa Yesu leo. Uanze kutembea katika nuru ya Bwana, uanze kuona upendo wa Bwana katika nuru yake. Maana katika nuru ya Bwana tunakwenda tukiwa na uhai, tukiwa na uzima wetu. Bwana Yesu asifiwe. Jesus. Hata kama ni mfanyabiashara, hawapangagi nyanya kwenye vichochoro vyenye giza. Wataweka barabarani ambapo panaonekana. Hata masoko yetu mengi sana hayachimbiwa kwenye mashimo, yamewekwa mahala ambapo ni pawazi, kila mmoja anaweza kwenda kuona. Hata wewe una akili na hekima, hauendagi sokoni usiku, kwa sababu ukienda sokoni usiku utanunua matunda mabovu, utanunua nyanya mbovu. Unakwenda mchana wakati ipo nuru yake. Sasa nataka nikushangae ukikataa kusema ndio kwa Yesu, kwa sababu unatembea kwenye mfumo wa giza. Kila kitu utakachokifanya kitakuwa kina matokeo kwake, kwa sababu wewe unatembea kwenye giza. Sisi ambao tunatembea kwenye nuru tunaona matokeo, tunaziona baraka, tunaziona matokeo, tunaziona baraka za Bwana kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jesus. Wanadamu wana akili sana, hawaendagi sokoni usiku. Wanajua ukienda usiku utauziwa mbuzi kwenye gunia, badala ya kuku utapewa bundi. Unaona kwamba ni mjanja, umechukua jogoli kubwa, unafika nyumbani unafungua unakutana na ndege nuru. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, ondoka kwenye giza leo. Ondoka kwenye giza leo. Ingia kwenye nuru, usiwe mtu wa sala. Ingia kwenye nuru leo, uone utukufu wa Bwana. Ingia kwenye maisha ya nuru leo, uzione nguvu za Bwana zikitembea na kupita kama umeme katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Jesus. Napenda kutoa mfano huu wakati mwingine. Kama ukikutana na Yakobo na Yakobo mbinguni, kamuulize habari za kutembea kwenye giza. Alioa mke, alafu wakasubiri giza liingie. Akapewa mke, kuja kuangalia sio yule aliyochagua, akakuta ni kitu kingine. Na ndio maana hata wewe pia unafanya vingi kwako vina matokeo, kwa sababu unatembea kwenye giza. Unabahatisha tu, hauna uhakika. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, sema ndio kwa Yesu leo. Uingie kwenye nuru, sema ndio kwa Yesu leo. Utembee kwenye baraka zake, utembee kwenye mpango ambao Mungu alikuwa ameupanga tangu mapema. Jina la Bwana libarikiwe. Jesus. Kwenye giza huwezi kuwa na matokeo. Kwenye giza huwezi kuwa na matokeo. Mwana wa Mungu nisikilize. Kwenye giza hakuna kutoboa, ila utatobolewa. Kwenye giza mwana wa Mungu kuna mashimo, kuna magereza, kuna mapango. Maana kuna giza lingine hata ukimulika na tochi hauwezi kuona zaidi ya mita 10. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapoingia ndani kwa Yesu, yani yeye kwanza ni nuru ya ulimwengu. Sawa sawa, analoka kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 8 mstari wa 12. Anasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo kama yeye ni nuru ya ulimwengu, wewe ukiwa ndani yake na yeye yuko ndani yako, hauwezi kutembea kwenye giza, kwa sababu yeye ni nuru ya ulimwengu. Shetani hawezi kukuwekea mtego, shetani hawezi kukuwekea shimo usilione, shetani hawezi kuweka chochote mbele ya macho yako na usikione, kwa sababu unatembea kwenye nuru. Bwana Yesu asifiwe. Jesus. Sema ndio kwa Yesu leo. Uanze kuingia kwenye mfumo wa baraka, mfumo wa neema. Anaposema nitawainua kutoka ngazi kwenda ngazi, kiwango hadi kiwango,
na utukufu hadi utukufu. Anamaanisha yeye si mwanadamu atakaseme uongo, yeye si mtu atakajute. Anachokisema hakika atakifanya, anachokisema hakika atakifanya. Lakini cha msingi ukae ndani ya mfumo. Hauwezi kufanya kazi TANESCO ukaenda kulipwa Vodacom, hicho kitu hakipo. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, kama makanisa utatembea mengi sana, kama wachungaji utatafuta wengi sana, lakini nataka nikupe shauri mtu wa Mungu, sema ndio kwa Yesu kwanza, maana yeye ndiye anayekaa ndani yako. Alafu wachungaji wanakuelekeza namna kuweza kutembea katika mfumo ambao umeuchagua katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Jesus. Yaani hata tukuombea tukiwekea na miguu juu, kama yeye ndani hayupo, hawezi kutunza ambacho ameweka ndani yako. Hata kama ni uponyaji, atakuponya sawa, lakini hauna msuli wa kuendelea kulinda na kutetea uponyaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Kama mnamkumbuka yule mtu ambaye alikuwa amepooza, alafu Yesu akamponya, akamwambia nakupa shauri mwanangu, usitende dhambi asiyekufanyaje yakakupata yaliyo kwa mabaya zaidi. Ndio maana akamwelekeza kitu gani cha kufanya. Na nataka nikwambie, hata kama nikikuombea ukapata uponyaji, lakini Yesu hayupo ndani yako, uponyaji wako unaweza kawa sio wa kudumu. Sema ndio kwa Yesu leo. Uingie katika mfumo wa baraka, uingie katika mfumo wa neema, uingie katika mfumo wa kibali zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye giza pia kuna mambo mengine mabaya ambayo Mungu hakutuumbia. Ndio maana tunapiga kelele usiku na mchana, watu waondoke kwenye giza ili watu waingie kwenye nuru. Unapobaki kwenye giza, kuna kitu kinaitwa mauti, kitaendelea kufanya kazi kwenye maisha yako, kwa sababu mauti ni roho. Unaweza usione ile hali ya kufa kimwili, lakini kila ambacho unachokifanya kinakuwa kinakufa, kwa sababu upo kwenye mfumo wake. Wale ambao wanafanya kazi serikalini watanielewa ninachokisema. Hauwezi ukatempa mfumo hata siku moja. Mfumo ukisema mwisho 100 na ni mwisho 100, hauwezi kuweka 101, inakukatalia. Haleluya. 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 Ina furaha sana kuzieleza habari hizi za upendo na uzuri wa Yesu kwenye maisha yetu. Sio kwa ajili ya kuongeza idadi tu ya watu kanisani, no. Kubadilisha pia na mfumo wa maisha yako. Kwa sababu unapompokea Yesu ndani ya maisha yako, kuna ongezeko lingine linatokea. Watu wanalia sasa hivi na chuma na hela za chuma ulete. Unauza mboga za 10,000, alafu mtu anakupa shilingi 2,000, alafu 8,000 zinaenda kwake, wewe unabakia na 2,000 yake aliyokuachia. Lakini unapokuwa ndani ya Yesu, hawakuoni wewe, wanamuona yeye. Unapokuwa ndani ya Yesu, yale mapepo chuma ulete, nataka nikwambie, hayawezi kukugusa, kwa sababu ya kuoni wewe kama wewe. Yanamuona mzee wa siku ndani yako, yanauona moto lao ndani yako, hawawezi kukugusa. Bwana Yesu asifiwe. Jesus. Na hii ndio Ulaya, kukaa katika mfumo wa nuru. Mfumo wa nuru tufanye mambo yetu vichocholoni, no, tunafanya hadharani. Kama unavyoniona hapa, napiga injili lakini nipo ndani ya mfumo wa nuru. Siogopi chochote, kwa sababu ndani yangu yupo mfalme wa nuru. Haleluya. 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 Nataka nikwambie, unapokuwa ndani ya Yesu, miujiza sio kitu cha kushangaza. Unapokuwa ndani ya Yesu, nataka nikwambie, baraka sio za kuuliza, kwa sababu yeye ni Bwana wa mabwana na ni mfalme wa falme. Anachokitaka chochote kinakuwa, unachokiomba chochote kinatokea, kwa sababu anasema ombeni neno lolote nanyi mtalipata. Maana hamjaomba bado. Sasa endelea kuomba katika jina la Yesu. Bwana atakupa haja ya moyo wako, lakini cha msingi ukae ndani ya mfumo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hiyo ndio uraha na uzuri wa kuchagua kukaa ndani ya mfumo wa nuru. Faida zake ni nyingi sana. Na hazina huzuni, na wala hazina majuto. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Haleluya.
Kwa sababu unapokuwa ndani ya Yesu kuna raha na furaha na amani ambayo haina mipaka, haina kikomo. Wakati mwingine inawezekana ukawa hauna fedha, lakini aliyekuwa ndani yako yeye ni mkuu sana kuliko fedha za ulimwengu. Yawezekana wakati mwingine mume amekukwaza, lakini Bwana wa amani anapokuwa ndani yako anafunika huzuni na furaha inaonekana ndani yako. Unapokuwa unapita katika njia ngumu, anasema ya kwamba nitapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa, kwa sababu mfalme wa uzima yuko ndani yako. Ukupita kwenye bonde la uvuli wa mauti, Yesu yuko pamoja na wewe. Hawezi kukuacha njiani, hawezi kukutelekeza njiani. Yeye atakuwa pamoja na wewe. Hata kama wanadamu wataongea, lakini yeye bado atakuwa faraja kwako. Bwana Yesu asifiwe. Jesus. Hallelujah. Nilikueleza mwanzoni, wengine tulikatiwa tamaa na wazazi wetu. Tulikatiwa tamaa na ndugu zetu. Tukaonekana hatuna maana kwao. Tukaonekana kama ni tatizo kwao. Tukaonekana kama ni jaribu kwao. Kwa sababu kamba za kuzimu zilikuwa zimefunga miguu yetu. Tulifungwa na ulevi, tulifungwa na uzinzi, tulifungwa na uvutaji bangi. Lakini alipokuja mfalme wa nuru, alipotazama ndani yangu akakiona kitu, akasema hapana, siwezi kumwacha hivi hivi. Akakata hizo kamba za kuzimu, akaniweka huru. Mbali na vifungo vya ulevi, mbali na vifungo vya uzinzi, tukaanza kuziona baraka za Bwana kwenye maisha yetu. Yule waliomkataa wakaanza kumtafuta, yule ambao waliona hafai wakaanza kumtafuta. Yuko wapi yule kijana ambaye tuliona kama ni tatizo, lakini leo tunasikia yuko Arusha na hubiri injili, tunamhitaji nyumbani? Lakini nataka nikwambie, tulikubali kuingia ndani ya mfumo, tukaanza kuziona baraka. Bwana Yesu asifiwe. Wanadamu watakukataa. Ukiwa nje ya mfumo unakataliwa. Ukiwa nje ya mfumo hakuna naye kukubali. Ukiwa nje ya mfumo vitu haviendi. Uchague mawili. Uende ukakalishwa kwa Kilimanjaro, upigwe chale mpaka kwenye ulimi, au useme ndio kwa Yesu. Haleluya. 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 Leo ni siku ya kwanza. Tumeanza. Kesho tunaanza mapema. Tutaendelea kufanya msako. Giza liondoke kwenye maisha yako. Na nuru ya Kristo ianze kuingia kwenye maisha yako. Simama kwa miguu yako mahali ulipo. Simama kwa miguu yako mahali ulipo. Kama kuna mmoja wetu yuko katikati yetu hapa hajasema ndio kwa Yesu, inua tu mkono wako juu mahali popote ulipo. Inua tu mkono wako juu, usiogope. Inua tu mkono wako juu. Inua tu mkono wako juu. Usimuogope jirani yako, usimuogope rafiki yako, kwa sababu yeye hana majibu ya maisha yako. Ni Yesu pekee ndio mwenye majibu ya maisha yako. Sema ndio kwa Yesu leo, ili mfumo wa nuru uanze kuingia kwenye maisha yako. Usiogope. Inua tu mkono wako juu mahali popote ulipokuwa. Inua tu, usiogope. Lakini kuna wengine walikuwa wamempokea Yesu mwanzoni, lakini kama wanadamu wakakosea, wakamwacha Yesu njiani. Nataka nikupe nafasi ya kutengeneza tena jioni ya leo. Nataka nikupe nafasi ya kutengeneza. Inua tu mkono wako juu. Inua tu mkono wako juu. Ndio. Ndio, inua tu, usiogope. Inua tu mkono wako juu. Inua tu mkono wako juu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ni siku ya kwanza tumeanza, usiogope. Nataka unamaliza mahubiri haya unaenda na Yesu nyumbani. Asante. Asante. Naona watu wengine wanainua mikono yao. Inua tu mkono wako, usiogope. Kuna sala nitakuelekeza, alafu Yesu na mhubiri ataingia kwenye maisha yako na utaanza kutembea kwenye mfumo wa nuru tena. Inua tu mkono wako juu ulipo. Usikate, usishushe, ndio. Usishushe. Wewe ambao umeinua mkono wako, nikupe nafasi ya kusogea hapa mbele tuombe kwa pamoja. Maana nataka nifanye maombezi ya watu wote. Na wewe ambao umeinua mkono wako, njoo tu, usiogope. Watendakazi wasaidieni wale watu ambao wameinua mikono yao. Wanataka kutengeneza kopia na Yesu tena. Hatu wa hukumu. Hatu wa hukumu. Umepewa nafasi ya dhahabu sana kwenye maisha yako ya kutengeneza na Yesu. Njoo tu kwa Yesu. Asante. Asante. Ndio. Vijana kwa wazee, watoto kwa watu wazima. Ndio, njoo kwa Yesu. Kuosha
Sikiliza, sema tu mikono yako juu mahali ulipo. Afu fuata sala hii nitakao na kueleza. Fuata nyuma sala hii. Sema Bwana Yesu, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kujua au kwa kutokujua. Bwana Yesu, ninaomba unisamehe. Ninaamini ya kwamba wewe ulikufa na ukafufuka ukapaa mbinguni. Bwana Yesu, ninaomba unisamehe kila nilifanya kwenye maisha yangu. Na kuomba ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu na ukaliandike kwa upya tena kwenye kitabu cha uzima milele. Bwana Yesu, ninafungua moyo wangu uingie ndani yangu kwa upya tena. Ninamkataa shetani na mambo yake yote na kazi zake zote. Bwana Yesu, unisaidie kutembea, kuishi, kukua katika neema hii. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Inua mikono yako juu. Baba, katika jina la Yesu, ninasema asante kwa ajili ya watoto wako ambao Bwana wamesema ndio kwako jioni hii ya leo. Ninakushukuru kwa ajili yao Bwana. Nami ninakuomba kwa nguvu zako na uweza wako, watunze, walinde, wahifadhi Bwana uweponi pako Bwana. Shetani asiweze kuwagusa tena. Dhambi siwashinde, uovu siwashinde, madhabahu za kuzimu siwashinde. Wakawe salama katika mikono yako, wakatembee, wakaongezeke, wakakue katika ufalme wako Bwana, ili wakuzalie matunda kwa utukufu wa jina lako. Nami nawaweka wakfu mikononi mwako, watunze katika jina la Yesu Kristo. Kila nguvu za giza ambazo zinatenda kazi kwenye maisha yao, kila uonevu wa nguvu za giza ndani yao, nami naamuru kwa mamlaka jina la Yesu utoweke kuanzia sasa. Ninavunja na kuharibu kila nguvu na kila mpango wa madhabahu za kuzimu ndani yao. Toweka ndani yao kwa mamlaka jina la Yesu. Toweka kwa jina la Yesu. Toweka ndani yao kwa mamlaka ya Yesu. Kila nguvu za giza, kila uonevu wa kipepo, inaamuru kwa jina la Yesu. Toweka ndani yao. Toweka ndani yao. Toweka ndani yao. Toweka ndani yao. Toweka ndani yao kwa mamlaka ya Yesu. Kwa mamlaka ya Yesu. Kila nguvu za misimu, kila nguvu za kichawi ziondoke na kuachia na kuweka huru kuanzia sasa kwa mamlaka ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa tumemaliza hawa watu ambao tumewapa nafasi ya kwanza wao kusema ndio kwa Yesu. Lakini tunajua huko kuna watu ambao wanapitia shida na changamoto mbalimbali, wanahitaji msaada wa maombi na maombezi. Njoni hapa mbele tuombe. Kama wewe ni mgonjwa, kama unasumbuliwa na nguvu za giza, kama una shida yoyote, nakupa nafasi hii, njoo hapa mbele tuombe. Njoo hapa mbele tuombe. Njoo mbele hapa tuombe. Nyinyi ambao mmeokoka, ndashuka ndaweka mikono juu yenu hapa ili Mungu akatembee na wewe, lakini pia kwa ajili ya uponyaji Mungu akakufungua na kukuweka huru. Kama huko, njoo hapa tuombe kabla hajahitimisha mkutano. Njoo hapa tuombe. Sogea tuombe pale, tuombe, usiogope. Sogea tuombe. Sogea tuombe. Unasumbuliwa na nguvu za giza, una vifungo vya kichawi vinakutesa, kuna mahali unapita upaelewi, Yesu yuko hapa, atakuwa majibu kwenye maisha yako. Njoo weka line hapa tuombe. Watenda kazi, ongezeni vizuri hao watu. Ongezeni vizuri. Weka tu mstari mzuri kabisa. Yesu, weka line vizuri, ndakuwa napita hapa. Tunaomba kwa pamoja. Na Mungu anataka kufunua kumuona Yesu pale msalabani. Sogea tuombe. Hatujahitimisha bado zoezi la kuombea watu. Njoo kama unataka msaada wa Bwana, njoo tuombe hapa mbele. Weka mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, niko mbele zako. Ninaomba neema yako kwa damu yako ya thamani. Unifungue, uniweke huru mbali na vifungo vya giza kwenye maisha yangu. Fungua maisha yangu, fungua afya yangu, fungua nafsi yangu, fungua roho yangu. Kila kifungo cha giza
kilichokamata maisha yangu, kila utawala wa kipepo wa kwenye maisha yangu uvunjike na kuharibika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila uonevu wa madhabahu za kuzimu kwenye maisha yangu uvunjike na kuharibika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila uonevu wa kipepo kwenye ndoa yangu, kwenye uchumi wangu uvunjike na kuharibika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ule upendo wako unitafute, unitafute kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, ndio endelea kuomba, endelea kuomba. Kila kifungo kivunjike kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Inavunja na kuharibu kila vifungo vya nguvu za giza kwenye maisha ya watoto, kwenye maisha ya watoto wa Mungu. Inavunja na kuharibu kila utawala wa nguvu za giza kwenye maisha yao, kila uonevu wa nguvu za giza, kila uonevu wa nguvu za giza. Inaponya maisha yao kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Kila uonevu wa nguvu za giza kwenye maisha yao inavunja na kuharibu, inavunja na kuharibu kila uonevu wa nguvu za giza, kila uonevu wa nguvu za giza inavunja na kuharibu kwenye maisha yao kwa mamlaka ya damu ya Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Kila uonevu wa nguvu za giza, kila uonevu wa nguvu za giza kwenye maisha yao inavunja na kuharibu, inavunja na kuharibu kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu. Kila uonevu wa nguvu za giza, kila uonevu wa nguvu za giza, kila uonevu wa nguvu za giza, paya cha maisha yao, paya cha maisha yao, paya cha maisha yao, paya cha maisha yao, paya cha maisha yao. Hebu msaidie mtoto mama. Weka mikono yako juu. Kila utawala wa nguvu za giza kwenye maisha yako inavunjwa na kuharibu, inavunjwa na kuharibu. Utawala wa nguvu za giza kwenye maisha yako, paya ondoka chia maisha yake, paya ondoka chia maisha yake kwa mamlaka ya damu ya Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Kila uonevu wa nguvu za giza, kila uonevu wa nguvu za giza, paya cha maisha yao, paya cha maisha yao, paya cha maisha yao, paya cha maisha yao, paya cha maisha yao. Paya cha maisha yake ndio, paya cha maisha yake ndio. Kila uonevu wa nguvu za giza, kila uonevu wa nguvu za giza, mapepo ya kuzimu, mapepo ya kuzimu, paya cha maisha yake, paya cha maisha yake, paya cha maisha yake kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Bwana Yesu, naomba neema yako kwa ajili ya mama huyu. Mponye, mtunze Baba, pamoja na uzee uliokuwa nao, yafanye maisha yake ya baraka na ya neema zaidi. Ponya afya yake, fungua maisha yake kwa utukufu wa jina la Bwana, na neema upendo wako kazidi kumfuata mahala popote anapoenda. Bwana, katika jina la Yesu nabariki maisha ya mama huyo. Bwana, naomba neema yako ukaponye miguu yake, ukaponye mgongo wake kwa mamlaka jina la Yesu. Asante Bwana kwa uaminifu wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ndio kila vifungo vya nguvu za giza kwenye maisha yako vunja, haribika, vunja, haribu, vunja, haribu kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka damu ya Yesu, kwa mamlaka damu ya Yesu. Kila uonevu wa nguvu za giza, kila uonevu wa nguvu za giza, paya cha maisha yao, paya cha maisha yao, paya cha maisha yao kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Mateso ya kifamilia, mateso ya kifamilia, mateso ya kifamilia, mateso ya kifamilia, mateso ya watoto wake Bwana Baba, vunja na kuharibu kila uonevu wa nguvu za giza kwenye maisha yake, vunja na kuharibu kwa mamlaka damu ya Yesu, kwa mamlaka damu ya Yesu, kwa mamlaka damu ya Yesu. Inavunja na kuharibu kila uonevu wa nguvu za giza, kila uonevu wa nguvu za giza, inavunja na kuharibu kila uonevu wa nguvu za giza. Toweka cha maisha yao, ina mikono kwa juu. Toweka cha maisha yao, toweka cha maisha yao, toweka cha maisha yao, toweka cha maisha yao. Kila uonevu wa nguvu za giza, kila uonevu wa nguvu za giza kwenye maisha yao inavunja na kuharibu, inavunja na kuharibu, inavunja na kuharibu kwa mamlaka damu ya Yesu, kwa mamlaka damu ya Yesu. Inavunja na kuharibu kila uonevu wa nguvu za giza. Toweka kwenye maisha yao, 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 toweka kwenye maisha yao. Kila uonevu wa nguvu za giza inavunja na kuharibu, inavunja na kuharibu kwa mamlaka damu ya Yesu, kwa mamlaka damu ya Yesu. Toweka ndani yao, toweka ndani yao, toweka ndani yao kwa mamlaka damu ya Yesu.
kila uonevu wa nguvu za giza, kila uonevu wa nguvu za giza, roho za chomolete, roho za chomolete, roho za chomolete, roho za chomolete, fire cha mikono yake, fire cha mikono yake, ndio fire cha mikono yake, fire cha mikono yake, kwa mamlaka damu Yesu, kwa mamlaka damu Yesu. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu. Fungua mikono yake kuanzia sasa, 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 kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu. Kila nguvu za giza kwenye mikono, kila nguvu za giza kwenye mikono, fire cha maisha yake, ndio kwa mamlaka damu Yesu. Bwana Yesu, naomba neema kwa uponyaji kwa ajili ya mama huyu. Ninakatoa pressure na sukari kwenye maisha yake, mponye na kumfungua na kumweka huru kwa utukufu wa jina lako, kwa mamlaka damu Yesu. Vunja na kuharibu kila kifungo kwenye maisha yake, vunja na kuharibu kila kifungo kwenye maisha yake, kwa mamlaka damu ya Yesu, kwa mamlaka damu Yesu, kwa mamlaka damu Yesu, kwa mamlaka damu Yesu. Ponya miguu yake, ponya miguu yake, ponya maisha yake, ponya miguu yake, ponya maisha yake, kwa mamlaka damu Yesu, kwa mamlaka damu Yesu. Asante Bwana Yesu. Rika yanda raba saka, ninavunja kila nguvu za giza, roho za uonevu, uonevu wa nguvu za giza kwenye maisha yao, inavunja na kwa mamlaka damu Yesu, kwa mamlaka damu Yesu. Kila uonevu wa nguvu za giza kwenye maisha yao inavunjwa na karibu, inavunjwa na karibu, kwa mamlaka damu Yesu, kwa mamlaka damu Yesu. Roho Mtakatifu, kila uonevu wa nguvu za giza, riamasaka, 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 kila uonevu wa nguvu za giza inavunjwa na karibu, kwa mamlaka damu Yesu, kwa mamlaka damu Yesu, kwa mamlaka damu Yesu. Kila uonevu wa nguvu za giza, kila uonevu wa nguvu za giza, kila malango ya kuzimu yaliyokamata maisha yako, yaliyokamata maisha yako, fire cha maisha yake, fire cha maisha yake, kwa mamlaka damu Yesu, kwa mamlaka damu Yesu, kwa mamlaka damu Yesu, kwa mamlaka damu Yesu. Kila uonevu wa nguvu za giza, toweka cha maisha yao, 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 kwa mamlaka damu Yesu, kwa mamlaka damu Yesu. Kila uonevu wa nguvu za giza, acha maisha yao, acha maisha yao, acha maisha yao, acha maisha yao, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila vifungo vya nguvu za giza kwenye maisha yao, haya toweka, ndio haya toweka, ndio kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu. Kila uonevu wa nguvu za giza waliokamata maisha yako, waliokamata afya yako, haya cha maisha yao, haya cha maisha yao, haya cha maisha yao, kwa mamlaka damu Yesu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya mama huyu. Naomba neema yako Bwana katika uzee wake ukayaponya na kuwafungua maisha yake kwa utukufu wa jina lako. Achilia neema na kibali zaidi ya Bwana. Inua mgongo wake, ponya miguu yake, fungua maisha yake kwa utukufu wa jina la Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Na yabariki maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Rapa saka yanda, kila uonevu wa nguvu za giza kwenye maisha yao, haya cha maisha yao, haya cha maisha yao, haya cha maisha yao, ramasaka, ramasaka, ramasaka. Kila uonevu wa nguvu za giza, haya toweka kwenye maisha yao, haya toweka kwenye maisha yao, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila uonevu wa nguvu za giza, haya cha maisha yao, haya cha maisha yao, haya cha maisha yao. Kila uonevu wa nguvu za giza, kila uonevu wa nguvu za giza, toweka cha maisha yao, toweka cha maisha yao, toweka cha maisha yao, toweka cha maisha yao, toweka cha maisha yao. Kila uonevu walioachilia kwenye maisha yako, haya cha maisha yake, ndio haya cha maisha yake, ndio haya cha maisha yake, ndio kwa mamlaka damu Yesu, kwa mamlaka damu Yesu. Kila uonevu wa nguvu za giza kwenye Bwana, kwa mamlaka damu Yesu, kwa mamlaka damu Yesu, cha maisha yao, toweka cha maisha yao, toweka cha maisha yao, toweka cha maisha yao. Kila uonevu walioachilia kwenye maisha yako, haya cha maisha yake, ndio haya cha maisha yake, ndio haya cha maisha yake, ndio kwa mamlaka damu Yesu, kwa mamlaka damu Yesu. Kila uonevu wa nguvu za giza kwenye Bwana, kwa mamlaka damu Yesu, kwa mamlaka damu Yesu, kwa mamlaka damu Yesu. Rapa kolia mandara basaka. Roho Mtakatifu, bariki watoto wako e Bwana, fungua maisha yao, fungua maisha yao, waponye na kuweka huru kwa utukufu wa jina la Bwana, waponye na kuwafungua, waweke huru Bwana. Kila uonevu wa nguvu za giza, kila uonevu wa nguvu za giza kwenye maisha yao, kila uonevu wa nguvu za giza kwenye maisha yao, haya cha maisha yao, haya cha maisha yao, kwa mamlaka damu Yesu.
Mlinde mtunze Bwana, naye kazaliwa kwa wakati na majira ambayo yatakuwa sahihi, akawe na akili timamu na viungo vilivyokamilika katika jina la Yesu Kristo. Ponya maisha yao, yafungue kwa mamlaka ya Yesu Kristo kila nguvu za giza ambazo wanafanya vita Bwana juu ya ujauzito huu, inaharibu kwa moto la, inaharibu kwa moto la kila uonevu wa nguvu za giza. Paya cha maisha yake ndio, paya cha maisha yake ndio, kila nguvu za kichawi, kila nguvu za kiganga, kila nguvu za kichawi, beba peleka ndani, beba peleka ndani, beba peleka ndani. Baba, ninafunja na karibu kila roho za uchawi, kila roho za ulevi, kila roho za ulevi ndani yao. Paya cha maisha yao kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Beba peleka ndani kanisani, mkamwambie pale Ramasaka, Ramasaka. Inafunja na karibu Bwana kila vifungo vya ulevi kwenye maisha yao. Paya cha maisha yake ndio, kwa mamlaka ya damu ya kondoo. Bwana Yesu, naomba ukamfungue mtoto wako Bwana, fungo vya nguvu za giza kwenye shimo la ulevi, kwenye shimo la maskini, yafungue na kuweka huru maisha yake kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Asante Bwana kwa uaminifu wako katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa uaminifu wako mtakatifu wa Bwana. Ramasaka yanda rabasaya. Oh, hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Otobeta maboko. Amen. Amen.